Ndugu mtazamaji wa Kaizer Online TV, tuko hapa katika shule ya msingi Lakeview ikiwa ni mahafali ya 19 mwaka 2024. Mbele yenu tunaye afisa elimu kata yetu ya Shibula, madam ambaye amekuwa akifanya kazi nzuri kabisa katika manispaa yetu ya Ilemela. Kwanza naomba tumfahamu kwa majina yake. Asante. Naitwa Mwalimu Gaudensia Akulu wa Kazioba, ni afisa elimu kata wa kata ya Shibula. Asante sana. Mheshimiwa afisa elimu kata yetu ya Shibula, kata yako ni miongoni mwa kata ambazo zilizopo manispaa ya Ilemela na zimekuwa zikifanya vizuri katika swala zima la elimu. Unazungumziaje changamoto za watoto kuhitimu darasa la 7 na baadhi yao wengine tumekuwa tukisikia katika maeneo mbalimbali kwamba wanakwama ama kushindwa kwa kujiunga na elimu ya sekondari? Kwako katika kata yako hii, hili swala likoje? Asante. Changamoto ipo, japo tunaendelea kuimaliza tukishirikiana na uongozi wa kata. Watoto wengi wanaomaliza shule ya msingi darasa 7 hasa kwa ukanda wetu huu wa Ziwa, kwa kweli ni changamoto, kwa sababu 90% ya watoto wanaokaa huku wanajilea. Tukiachana na hii shule ya Lakeview ambao ni private, watoto wanakaa boarding, wana wazazi wao. Lakini walio kwenye ukanda huu wa Shibula wengi wanajilea. Kwa hiyo wanapomaliza darasa la 7 wanakwenda kufanya kazi ziwani. Kwa hiyo kwa 1% kubwa unakuta ile Januari wanapotea. Na wengi wanajilea kwa sababu wazazi wao wako visiwani kule wanatafuta mahitaji. Lakini kwa kushirikiana na mtendaji, kwa kweli mwaka jana hili swala tumelipunguza sana, na tumeshatoa wito kwa wazazi. Safari hii atakayepatikana ameficha mtoto wakati anatakiwa aende sekondari, hatua kali zitachukuliwa. Mwaka jana walichukuliwa hatua na wakawarudisha watoto. Kwa hiyo sitegemei kwa mwaka huu hili swala likatokea. Hivyo basi matarajio yangu watoto wote watakaofaulu na watafaulu kwa kata ya Shibula watakwenda pale walikopangiwa. Asante. Asante sana. Hayo yalikuwa ni maelezo mafupi kutoka kwa afisa elimu kata, na kama ambavyo unashuhudia nyuma yangu ni wahitimu katika shule ya msingi Lakeview. Hii changamoto imekuwa ni kubwa sana kama ambavyo amezungumzia, lakini kwa kata hii tumekuwa tukiona kwamba watoto wengi wanafika kwa ajili ya kuendelea na masomo yao tofauti na maeneo mengine, na hii ni kazi nzuri inayofanywa na kiongozi wetu, kiongozi shupavu kabisa, Madam Gaudensia. Lakini naomba nipate kwa ufupi sana, unazungumziaje pia maendeleo ya kitaaluma kwa ujumla katika kata yako? Asante. Maendeleo ya kitaaluma katika kata yangu yanakuwa siku hadi siku, kwa sababu tunaendelea kutoa elimu kwa wazazi. Sasa wanajitambua, wanaweza kupeleka watoto shule, na hata walimu wetu nao tunaongea nao mara kwa mara. Kwa hiyo wanajaribu kufanya kazi yao ipasavyo kwa ajili ya kuelimisha hawa vijana. Kwa hiyo kata yetu inazidi kukua katika matokeo, hususan shule ya msingi Lakeview wanafanya vizuri sana katika kata yetu ya Shibula. Hata ukiangalia matokeo ya Moko mkoa, Moko wilaya, Moko kata, ni shule ambayo kwa kweli wanafunzi wote wanapata wastani wa A na A ya juu. Asante. Asante sana. Katika kata yako kumekuwa na swala zima la michezo limekuwa likikua kwa kasi sana, hususan katika maeneo yote. Tumeona kwamba kutoka shule ya msingi Lakeview kumekuwa na wawakilishi watoto wenye mahitaji maalum wanafanya vizuri katika eneo la michezo, lakini katika shule za msingi Umoja na Mwoze kumekuwa na mwamko mkubwa. Nini kinafanyika kama kiongozi ambacho kinapelekea kwamba swala la michezo pia linapewa kipaumbele? Asante. Michezo ni sehemu ya taaluma. Kwa hiyo sisi kama kata ya Shibula tunahakikisha tuna play party zote. Inapofika vipindi vya michezo vipo kwenye ratiba, tunavitumia ipasavyo. Na ndio maana watoto wetu wa kata ya Shibula hata walioenda taifa 90% wametoka kata ya Shibula. Kwa hiyo tunafanya vizuri kitaaluma ikiwemo na michezo ndani yake, na tutaendelea kupambana. Asante. Asante sana. Niliyokuwa nakuletea matangazo ya moja kwa moja ni wenu Special One MC Mwalimu Nego, timu milinda nyeusi blandi kubwa sio kitoto, kutoka jiji la Mwanza Tanzania. Tuko live kupitia Kaizer Online TV, na sasa tunakwenda kujumuika na wahitimu kwa ajili ya kuendelea na sherehe yetu. Asante sana.